ndani manyumba njoo ile. Manyumba kwa milioni kuna bongo. Okay. Okay. Reale njoo. Okay. Mujisikilie nyepeke. Tuko Kibati. Wakombata wale. Wakombata. Tuko Kibati. Reale! We, Kibati pale, Kibati. Okay. Gusa pale, gusa. Gusa hapa ni Kibati ndani. We, S3 ule pale. S3, komanda batayo Kandundao. Ndio wale pale kabisa. Komanda sektere mwenye option njoo ule. Tuko mkibati, manyumba hii. Msidanganyiwe hapana, manyumba njoo ile. Tuko. Na mpendwa msikilizaji, ni majira ya asubuhi, tunakuja mara tena kukukaribisha katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kama kawaida, hii ni Amani TV Media kutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo ili upate kufahamu yote yanayoendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia ulimwengu mzima. Mpendwa msikilizaji, hivyo ili endelee kupata habari zetu za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa vita, na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Leo tunakujuza kuhusu yale ambayo yanaendelea huko kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimbo ya Kivu ya Kusini. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba uko salama usalimini, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko jimboni Kivu Kaskazini, tarafani Walikale, ambako vikosi vya wazalendo vimeripotiwa kuimarisha nafasi yake huko Kibati, eneo la kimkakati ambalo hapo awali lilikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa ni kwamba takriban 75% ya mji wa Kibati ulioko katika wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini sasa upo chini ya udhibiti wa wazalendo kufuatia mapigano makali yaliyotokea siku ya Jumanne tarehe 28 Oktoba mwaka wa 2025. Imeelezwa kuwa jeshi la anga la FARDC litekeleza mashambulizi usiku kucha dhidi ya ngome ya mwisho iliyokuwa ikishikiliwa na wahasi wa M23. Hapa ni Kibati hapa. Kibati hapa komanda sektere yule. Tuko mkibati ndani manyumba njoo ile. Manyumba kwa milioni kuna bongo. Okay. Okay. Reale njoo. Okay. Mujisikilie nyepeke. Tuko Kibati. Wakombata wale. Wakombata. Tuko Kibati. Reale! We, Kibati pale, Kibati. Okay. Gusa pale, gusa. Gusa hapa ni Kibati ndani. We, S3 ule pale. S3, komanda batayo Kandundao. Ndio wale pale kabisa. Komanda sektere mwenye option njoo ule. Tuko mkibati, manyumba hii. Msidanganyiwe hapana, manyumba njoo ile. Tuko. Le 28 leo hii, le 28. Tuko hapa kabisa. Ile ni ngoma ya Reale sasa njoo ile. Wasoda na biso, wa komando. Okay, merci. Tala komando aleki. Wazalendo na biso, tala. Okay. Pika. Mapambano yanayoendelea kati ya wahasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo katika eneo la Kashebere, kata ndogo ya Lubarike, wilayani Walikale, jimboni Kivu Kaskazini, yamezidi kuongeza hali ya hatari kwa wakahaji wa eneo hilo ambao tayari wameathiriwa na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Tangu kuanza kwa mapambano haya mapya kati ya pande hizo mbili, vijiji 4 vimebaki vitupu baada ya wakahaji wake kukimbia. Vijiji hivyo ni pamoja na Habula, Buhenja, Bulinda
na Bukonde, wakazi wote wa maeneo hayo wameweza kukimbilia msituni kutafuta usalama dhidi ya mapambano. Kwa mujibu wa vyanzo vya jadi vya eneo hilo, wakimbizi hao wa ndani wamekabiliwa na hali ngumu huko msituni, hasa katika kipindi hiki cha mvua kali. Hawana maji safi ya kunywa, huduma za afya wala makazi ya kujistiri. Watoto wao pia wamekosa haki yao ya kuweza kupata elimu. Taarifa hizi zimethibitishwa na asasi za kiraia za huko Walikale. Mwenyekiti wa eneo hilo ametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kurejesha amani na usalama katika eneo ambalo linakaliwa na wahasi wa AFC M23 ndani ya wilayani Walikale. Na tukisalia tu huko Walikale ni kwamba baada ya mapambano hayo yaliyopelekea raia wengi kuweza kukimbia makazi yao, hatimaye utulivu wa muda mfupi umeonekana katika eneo la Kibati katika kijiji cha Luberike tarafani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa kati ya wahasi wa AFC M23 na wazalendo katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo ni kwamba wahasi wa AFC M23 walitoa upinzani mkali dhidi ya mashambulizi ya wazalendo ambao walizindua mashambulizi ya wakati mmoja katika ngome 3 kati ya 4 za wahasi hao zilizoko maeneo ya Kibati. Mapambano hayo ambayo yalianzia pembezoni mwa mji huo yaliendelea hadi katika maeneo ya Kibati ndani. Pande zote mbili zilitumia silaha nzito na nyepesi. Milio yake ilisikika kuanzia saa 11 alfajiri hadi saa 11 jioni. Baada ya mapambano hayo, imeripotiwa ya kwamba wazalendo waliweza kuingia ndani ya mji wa Kibati na kumiliki, lakini baadaye waliweza kujiondoa na kurudi nyuma maeneo ya Mikumbi na Miba, takriban kilomita 3 magharibi mwa Kibati, na kuacha eneo hilo tena mikononi mwa wahasi asubuhi ya leo. Na tukisalia tu huko Walikale ni kwamba angalau wakahaji 4 wa kijiji cha Bukumbirwa kilichopo katika maeneo ya Ikobo wilayani Walikale jimboni Kivu Kaskazini, wote wakiwa wakulima, wametekwa nyara siku ya Jumatatu tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2025 na wazalendo wanaojiita wazalendo wanaopambania harakati za mabadiliko CMC. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka maeneo hayo ya Bukumbirwa zaeleza kuwa waathiriwa hao ambao walitekwa mashambani wakifanya kazi za kilimo wanatuhumiwa kushirikiana na wahasi wa AFC M23. Tangu wakati huo hakuna taarifa zozote kuhusu wakulima hao 4. Hajulikani wapi walipopelekwa wala wanakoshikiliwa, jambo linaloongeza hofu miongoni mwa familia zao na wakahaji wa kijiji hicho ambacho kwa sasa kiko chini ya udhibiti wa wahasi wa AFC M23. Lubero. Shambulio jipya aliyodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF limegharimu maisha ya takriban watu 10 usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 28 Oktoba mwaka wa 2025 karibu na eneo la Mungurijipa katika tarafani Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Tukio hilo lilitokea katika kijiji cha Bapere, eneo la Bapere, kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya eneo hilo. Kwa mujibu wa Munga Mabanga Julio, mwakilishi wa gavana katika eneo la Manzia na Bapakombe, washambuliaji hao pia waliwateka raia kadhaa ambao hadi sasa hatima yao haijulikani ni wapi walipo. Alisema uvamiaji ulitokea karibu na Mungurijipa katika mtaa wa Braza ambako raia waliuawa kikatili. Baadhi ya waaskari waliokuwa wamefika kuwasaidia wananchi pia nao wameuawa. Naye mkuu wa eneo la Bapere Makere Sivikulunwa amethibitisha kuwa jeshi la taifa lilianza kuwakimbiza wahasi hao mapema Jumanne asubuhi. Shambulio hilo lilileta hali ya tamruki na kusababisha shughuli za kiuchumi na kibiashara kusimama, ikiwemo kufutwa kwa soko la kila wiki la maeneo ya Mungurijipa.
vikosi vyetu kwa ushirikiano wa jeshi la Uganda UDPF tayari viko mstari wa mbele kufuatilia adui. Naomba wananchi waendelee kuwa watulivu na kushirikiana kwa ukaribu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za mienendo ya watu wasiojulikana, ameongeza kiongozi huyo. Shambulio jipya endelea kuzua hali tete ya usalama katika sehemu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Ituri. Takribani wanamgambo 50,000 wa kundi la jeshi la Codeco walioko katika jimboni Ituri wameonyesha nia yao ya kujiunga na jeshi la akiba la RAD, taasisi iliyoundwa kulinda umoja na mipaka ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025 mjini Bunia na mratibu wa RAD wa jimbo hilo Emmanuel Libandi, baada ya kampeni ya uhamasishaji katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo, hasa katika Ala na Pandoma wilayani Njugu. Libandi ameeleza kuwa uandikishaji ulifanywa kwa hiari na kwa mtu binafsi kwa mujibu wa taratibu za kuweka chini silaha na chini ya usimamizi wa mamlaka ya kijeshi. Hata hivyo, hatua hii imezua wasiwasi mkubwa kwa baraza la vijana pamoja na asasi za kiraia jimboni Ituri, wakihofia kuwa huenda mchakato huu ukaweza kuwasababishia kusafisha au kufuta makosa ya uhalifu yanayofanywa na baadhi ya wanachama wa Codeco. Mwenyekiti wa baraza hilo Deogracias amesisitiza kuwa RAD inapaswa kubaki kuwa mpango wa kizalendo kwa raia waadilifu na si njia ya kuhifadhi wahalifu. Haipaswi hatua hii kutumiwa kusafisha uhalifu mkubwa uliofanywa na baadhi ya wanachama wa Codeco huko Ituri, amesema kiongozi Deogracias, akipinga mpango huo wa kuwahifadhi wanamgambo hao wa Codeco ambao wanakuja kujiunga na jeshi la akiba la RAD kwa malengo ambayo mpaka sasa hayajulikana. Lakini upande wake mratibu wa RAD ameendelea kuona hatua hii kama hatua muhimu kuelekea amani ya kudumu huko Ituri, akibainisha kuwa mafanikio yake yanategemea rasilimali za kifedha za vifaa vilivyowekwa kwa ajili ya utekelezaji. Amesisitiza kuwa mpango huu ni sehemu ya juhudi za serikali ya Kongo katika kuhakikisha kuweka chini silaha za wahasi na kuimarisha upya usalama katika maeneo ambayo wahasi wanapatikana. Mwenga. Wakaaji na viongozi wa jamii wa wilayani Mwenga jimboni Kivu Kusini wanatoa wito mkali wa kufunguliwa tena kwa barabara kuu ya taifa nambari 2 ambayo imezuiliwa kwa muda wa wiki 3 sasa na waasi wa AFC M23 katika eneo la Bwahungu. Kufungwa kwa barabara hii kumesababisha janga kubwa la kibinadamu, likiathiri vibaya wakaaji wa eneo ambao wanategemea bidhaa muhimu kama vile dawa na mahitaji mengine ya msingi kutoka mjini Bukavu. Mwenyekiti wa asasi za kiraia za Mwenga Lungele Itebo amelaani vikali hali hii ngumu inayosababishwa na kufungwa kwa barabara hiyo, jambo linalochochea uhaba wa bidhaa na kupanda kwa bei ya vitu vya matumizi ya kila siku. Siku ya Jumatatu tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2025, wakaaji walifanya mgomo wa amani kupinga hali hiyo. Maduka, shule na soko yalifungwa kama njia ya kutoa ujumbe kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na serikali ya Kongo na pia waasi wa AFC M23 kuhusu ukiukwaji huu mkubwa wa haki za kibinadamu. Ingawa taarifa ya hivi karibuni ilitangaza kuwa barabara hiyo itafunguliwa tena kuanzia Oktoba tarehe 28, hatua hiyo haijatangazwa hadi sasa, jambo linaloweza kuongeza kukata tamaa kwa wakaaji wa eneo hilo. Asasi za kiraia zinaendelea kuitaka serikali na pande husika kuchukua hatua za haraka ili kufunguliwa kwa barabara hiyo ili kurejesha uhuru wa usafiri na upatikanaji wa mahitaji muhimu kwa wananchi wa Mwenga. Rugezi.
Vikosi vya FARDC vimefanikiwa kuzuia mashambulizi yaliyofanywa katika eneo la Tubia Ngoma na Sabuni na muungano wa wahasi wa Twirwaneho wakishirikiana na M23 pamoja na Gaidi Tabara. Ripoti kutoka Rugezi katika sekta ya Mtambala wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini zimesema kuwa mapigano makali yameripotiwa asubuhi ya Jumatano tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Majira ya saa 11 alfajiri, magaidi wa M23 wakiwa wanashirikiana na washirika wao Ngomino Twirwaneho pamoja na Gaidi Tabara walishambulia vituo vya wapiganaji wazalendo wa FARDC. Wakati wa mapigano hayo, wanajeshi wa kamanda mkuu Jemedari Delfe Kalembe Ngoma Mzito waliweza kuwazidi nguvu na kuwarudisha nyuma waasi hao wa Ngomino Twirwaneho ambao walikuja kwa lengo la kuweza kushambulia ngome za wazalendo ambao zinapatikana maeneo ya huko Rugezi. Hivyo hongera maalum zimetolewa kwa Jenerali Delfe Kaimbi Ngoma Nzito kwa kuweza kuwazuia waasi hao kusonga mbele ambao walikuwa na nia ya kuweza kuteketeza kambi za wazalendo ambao wanapatikana maeneo hayo ya milima mirefu ya Fizi, Itombo na Mwenga maeneo ya Rugezi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Hivyo nakusihi kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Kwaheri.